Haya, msikilizaji wa Voa FM Radio, tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza habari za michezo na burudani, na kama ambavyo tulikujuza, tutakaporejea hapa tutakuja kuzungumzia kuhusiana na wilaya ya Mbozi ambayo ligi ambayo tayari imeendelea kutimua vumbi katika viwanja tofauti tofauti na katika maeneo tofauti tofauti ndani ya kata mbalimbali za wilaya hii ya Mbozi. Na nataka nikujuze matokeo ya michezo iliyopita ya hatua ya 16 bora ambayo ilichezwa hapo tarehe 21 Agosti. Mchezo wa kwanza ulikuwa unakutanisha Buffalo FC wakicheza na Isangu Rangers. Buffalo kutoka pale Msia wakaibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Isangu Rangers kutoka Isangu kata ya Hasanga. Lakini Kaloleni FC kutoka Isalalo walikuwa wanacheza na Chaman Rangers kutoka pale Igamba. Kaloleni wakaibuka na ushindi wa bao 1-0, wakati Iyenga kutoka pale Hasamba wao walikuwa wanacheza na Nzovu. Yenga ngoma ikawa sare. Lakini Chakaza wakicheza na Ihana Boys, ngoma ikatoka 1-1. Lakini Liverpool wakachezea kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Nsenga. Lakini pia Iwindi wakapata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Leopards FC, wakati na Mlonga FC wakitoka 0-0 dhidi ya Mlo Boys, wakati Dibila FC wakichezea kichapo cha bao 1-0 dhidi ya timu ya Nsenga ya Sangeni FC. Na hizo ni mechi ambazo zimechezwa hatua ya 16 mkondo wa kwanza. Mkondo wa pili utachezwa tarehe 26 ambapo Isangu Rangers watakaribisha Buffalo FC, wakati Chamani FC wakiwakaribisha Kaloleni FC, wakati Yenga wakiwakaribisha Nzovu FC. Yenga wakiwakaribisha Nzovu FC watakaribisha Yenga, wakati Ihanda Boys wakiwakaribisha Chakaza na Nsenga wakiwakaribisha Liverpool. Wakati kwa upande mwingine Leopards FC wakiwakaribisha Iwindi na Mlo Boys wakiwakaribisha na Mlonga FC, wakati Sangeni FC kutoka Ilolo pale wakiwakaribisha Idibila FC. Hizo ndio ratiba ambayo ya mchezo unaofuata, na hapa sasa tunaungana na Elisha Singambi ambaye atatuambia vizuri, atatueleza hapa namna ambavyo mambo yalienda. Na nachotamani kufahamu kutoka kwako Elisha, kwanza taswira ya haya matokeo ambayo yamepatikana katika hizi mechi kwa mzunguko wa kwanza yanatupa taswira gani? Lakini pili, tutakuja kuangalia michezo inayofuata, timu hizi zijiandaaje sasa kuhakikisha zile ambazo zimepoteza zinapata matokeo kwenda hatua inayofuata. Lakini pia unaionaje michezo hiyo ya hatua inayofuata? Ndicho ambacho natamani kukifahamu hivi sasa kutoka upande wa ambavyo vinatokea hapo. Kwanza, taswira ambayo tunaipata inaashiria kuwa michezo sio mepesi hata kidogo. Maana yake ni kwamba kuna ugumu ambao unaonekana ndani yake. Ndio maana matokeo yamekuwa hafifu sana, magoli yamekuwa machache. Siku zote mimi huwa naamini ligi yenye magoli machache ndio ligi ngumu. Ligi yenye magoli machache haiwezi kuwa rahisi hata kidogo, kwa sababu ukiangalia hapo hakuna timu ambayo imefunga mabao ya margin mabao matatu, let's say. Hakuna mchezo ambao umefikisha mabao matatu. Maana yake ni kwamba ligi imekuwa ngumu sana. Kwa sababu gani? Kwanza ukiangalia hakuna let's say ndondo ambayo imekuwa ikifanyika ya home and away. Maana yake ni kwamba wachezaji hawana huo uzoefu wa hivyo vitu ambavyo vimeenda kutokea ndani ya ligi ya wilaya. Kwa sababu gani? Unapokuwa unacheza nyumbani na ugenini, attention inakuwa kubwa sana kwa wachezaji. Wachezaji wanajimotivate wenyewe. Imagine Sangeni wametoka hapa Vwawa, wameenda huko Idibila. Siri hawajaienda. Kwa hiyo mchezaji kwenye akili yake anajituni kwamba tunatoka tunaenda, lakini nao watarudi. Mchezaji hajawahi toka Ihanda kwenda Kilimapimbi huko kwenda kucheza na Chakaza, hawajawahienda. Kwa hiyo moja kwa moja mindset ya wachezaji, technical staff ama technical bench wanajiandaa kikamilifu kwenda kucheza. Ndio maana hata commitment ya wachezaji inakuwa kubwa zaidi kupambana ndani ya pichi. Nafikiri ndio kitu ambacho kinafanya ligi hii imekuwa ni ngumu na matokeo yamekuwa magoli yamekuwa hafifu kuweza kupatikana. Kwa hiyo ninapojaribu kuangalia ni kwa namna ambavyo wachezaji wana push, wanakuwa na commitment, wanapambana. Fikiria mchezaji anasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maana yake kichwani
anapambania zaidi aende kushinda, kwa sababu kishinda njia inakuwa rahisi wakati wa kurudi. Imagine umetoka sehemu moja umeenda kule umefungwa, unaporudi njia inakuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo wachezaji wakikumbuka umbali walikotoka, wanapokuwa ndani ya pitch kupambana kunaongezeka zaidi. Nafikiri hiyo ndio taswira ambayo ina axe kwenye mashindano haya, jinsi ambavyo wamekuwa na ugumu. So hata mimi raundi ya pili ambayo itapigwa tarehe 26, mimi sitoshangaa mikwaju ya penalty kiamua baadhi ya game. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni michezo mingine mingi zaidi inaenda kuwa kama finali. Kwa mfano mchezo wa Nzovu kutoka pale kata ya Nyimbili ambao watacheza na Iyenga City kutoka kata ya Samba. Mchezo wa kwanza umetoka sare tasa bila kufungana. Hakuna cha goli la ugenini, hakuna chochote kile. Maana yake ni kwamba mechi hiyo ni kama finali inaenda kuanza upya. Unasubiri ushinde ili uende next round. Waangalie pia Buffalo na Isangu Rangers. Mechi yao ya kwanza 2-1. Isangu ana advantage ya goli la ugenini. Anasubiri uwanja wa nyumbani apate bao moja. Angalia jinsi gani ambavyo anaweza kaenda, lakini pia hatujui Buffalo nao wanajiandaaje kuja kuhakikisha kwamba watafute goli la ugenini mapema. Kwa hiyo kuna game nyingine Kaloleni dhidi ya Chamani. Nao ngoma imetoka pacha ile. Kuna mmoja hapo tayari ana goli la ugenini. Alafu kuna ile Iwindi na FC Leopard. Iwindi ameshinda bao moja dhidi ya FC Leopard. Unaona naye pia ngoma inaweza ikawa nzito pia. Kwa hiyo bana, sisi tutaenda kushuhudia timu 16 zikienda kucheza finali ndani ya siku hii moja. Hapo pia inaleta mkanganyiko kwa mashabiki. Wengine hawa timu zao hazipo, hawaelewi akaishangilie timu gani. So far wale ambao wana timu wataenda kuzisupport timu zao. Nafikiri ligi ya wilaya imekuwa na mvuto sana kuangalia namna ambavyo kumekuwa na utofauti wa namna ambavyo imetritiwa. Yaani imeweka kwenye mfumo ambao sikumbuki mimi mara ya mwisho timu zilicheza lini home and away. Sikumbuki. Mara nyingi zaidi tumekuwa tukishuhudia neutral ground, uwanja mmoja tu. So watu wanacheza kwa mazoea. Kwa sababu gani? Kwanza mashabiki ni wale ambao wamezoea kuwaona kila siku, uwanja ni ule, wachezaji ni wale. Leo hii mtu anatoka hapa Vwa anaenda Igamba. Kule bana hajawahi waona watu jinsi walivyo. Kwa hiyo hata ugeni wa mazingira una motivate mtu kupambana zaidi. Aidha kupambana, lakini pia unaweza kumzoofisha akashindwa kufanya vizuri. Sasa unafikiri inatengeneza fursa gani sasa kwa wachezaji? Na wanacheza mechi nyingi katika maeneo tofauti ambayo hawajawahi kuzoea kucheza hivyo pia. Fursa ni kubwa. Leo hii ukitoka Vwawa ukienda Igamba watakuwa wanakufahamu. Ikitokea ligi yoyote kule watakupigia simu njoo ucheze. Tumefahamu fika jinsi wachezaji wetu ndani ya wilaya ya Mbozi wanavyozunguka sana. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kitaenda kutokea hapo ni connection baina ya wachezaji na wachezaji. Tunafahamu fika mpira ni mchezo wa wazi. Una play fair, una be positive. Maana yake ni kwamba ile tunapopeana mikono baada ya dakika 90 kuisha inakuwa ni rahisi zaidi wachezaji kufahamika. Kwa mfano natolea mfano mdogo, mimi nilipata wasaa wa kuondoka na Isangu Rangers kwenda kata ya Kilimapimbi. Wakati tupo kule timu zote zilikuwa hazijuani. Kilimapimbi ilikuwa Ukwile hiyo. Komera wakati wanacheza na hatua ya 32 bora. Hii kuelekea kufuzu hatua ya 16 bora. Wakati tuko kule wachezaji wa Isangu walikuwa hawajawahi waona wachezaji wale wa Changamoto FC. Walikuwa hawajawahi waona. Lakini pia wachezaji wa Changamoto walikuwa hawajawahi waona wachezaji wa Isangu Rangers. Unajua nini kilitokea? Wakati mechi inaendelea, walikuwa hawaelewi mkabe nani wamwache nani. Isaya Mwangira alifanikiwa kufunga mabao mawili. Wakati game inaendelea, mashabiki wakawa wanaongea, huyo mkabeni mkanyageni, maana yake tayari kule ameacha historia. Ikitokea chochote kule, ikitokea wanamhitaji lazima watamtafuta. Kuna jamaa alitusumbua sana, tunampataje aje tusaidie kwenye mechi, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kutengeneza connection baina kutoka ukanda mmoja kuelekea ukanda mwingine, ama kutoka kata moja kuelekea kata nyingine. Leo hii tunazungumza Iyenga wanaenda Nyimbili. Hawajaienda kata Nyimbili. Wachezaji wakiperform vizuri kule wakiacha Legas, kesho na kesho kutwa wakitokea mashindano wataitwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo setup inafanyika, connections zinawekwa, end of the day vipaji vinafanya nini? Vinainuliwa. Kwenye haya mashindano tumeona vijana chipukizi kabisa wanaocheza. Wanavyoendelea kupata experience na kukua zaidi ndivyo connection inavyozidi kutokea. Believe me, kama haya mashindano yatachezwa ndani ya misimu 4-5, vipaji vingi sana vitaonekana na wilaya ambayo
Mbozi itakuwa ni wilaya ambayo itaweza kuibua vipaji vingi sana kama wataenda na huu mfumo wa kucheza nyumbani na ugenini. Kikubwa zaidi ni timu kuendelea kujiandaa, kujikimu kiusafiri, kwa sababu mimi naamini hakuna chochote, ila ni kwa kuwa wana jitihada na wanapambana na wanapenda mpira, ndio maana imekuwa ni rahisi zaidi ligi kupigwa. Kuna timu nyingi ambazo zilikuwa hazioni thamani ya haya mashindano, zilikujivua, lakini sisi ya round zinatamani kwenda kushiriki kutokana na namna ambavyo mvuto umeongezeka zaidi. Kwa hiyo naamini connection zitapatikana na wachezaji wataenda maeneo tofauti tofauti.